وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. Ndugu zangu katika iman, mwendelezo wa darasa ya jana ambayo tulikuwa tumeanza nayo ikielezea au tukizungumzia nguzo ya pili katika nguzo tano za Uislamu ambayo ni nguzo ya sala. Kwa mujibu wa kitabu chetu Sheikh anasema hii sala ni rawdatun ibadat فيها من كل زوج بهيج تكبير يفتتح به الصلاة وقيام يتلو فيه المصلي كلام الله وركوع يعظم فيه الرب وقيام من الركوع يملأه بالثناء على الله وسجود يسبح الله تعالى فيه بعلوه ويبتهل إليه بالدعاء وقعود للدعاء. Haya maelezo ambayo Sheikh amekuwa akituelezea au ameyanukuu na kuyaandika katika kitabu hiki kizuri kabisa kwamba ni raudha. Tutafsiri kama bustani au sehemu nzuri au kitu kinachopendeza kimuonekano, kimandhari, kimuonekano. Kwa hivyo swala ni jambo ambalo zuri, limepambika, linapendeza katika ibada mbalimbali ambazo anazifanya mwanadamu au Muislamu. Kwa hivyo ibada si kusali peke yake, bali mtu kufanya kazi ya halali ni kuingia katika ibada, kusoma Qur'ani katika ibada, kufanya dhikri ni ibada. Kwa hiyo hata sala pia ni ibada. Kwa hivyo ni moja ya ibada ambazo nzuri tena zimepambika, ambazo zimekaa barabara kabisa. Takbiratul ihram ambayo yenyewe maana yake ni kwamba ukisema Allahu akbar, maana yake haramun alayka, ni haram juu yako wewe an taf'al au an ta'mal ayi shay'in, kufanya jambo lolote lile ambalo linakuwa ni khariji salah, nje na sala. Kadhahik, kama vile kucheka, ni haramu wewe kucheka. Wal kalam, na kuzungumza. Kwa maana unaposema Allahu akbar, manake yale yote ambayo hayatakikani kwa wewe kuyafanya ukiwa ndani ya swala yanakuwa ni muda ule nini, haram. Ndio maana takbiratul ihram. Kisha katika swala kuna kisomo cha Qur'an, ambayo Qur'an ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana idha qama ahadukum fi as-salah au liyusalli fa innahu yunaji rabbahu, anaposimama mja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, amegeukia qibla, basi afahamu ya kwamba ananong'onezana na Allah subhanahu wa ta'ala au anazungumza na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana haifai hata ile iltifat, kugeuka yamina na shimala, mtu anageuka kushoto kulia au anaangalia mbinguni. Haitakiwi kuangalia mbinguni unaposwali, bali kauli iliyokuwa sahihi uangalie sehemu unayosujudu, sehemu ambako utaweka sijida ndio inabidi uangalie pindi unapokuwa unafanyaje, unaswali. Kwa hivyo katika rukuu unamwadhimisha Allah kwa kusema subhana rabbiyal azim 3 marat au akthar min dhalika. Unaweza kusema mara 3 hiyo subhana rabbiyal azim au zaidi ya mara hizo. Na zipo adhkari mbali nyingine ukishana na hiyo subhana rabbiyal azim ambayo nayo imesuniwa na Mtume alikuwa akisoma katika nini, katika rukuu, ambayo ima subuhu qudus rabbul malaikati wa ruh au subhana dhil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama na nyinginezo. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli, na adhkari zote ambazo zimesuniwa katika upande wa rukuu. Kwa hivyo swala imechukua picha nzima ya kumtukuza Allah, na sio kumtukuza peke yake, bali huyo Allah subhanahu wa ta'ala kumuomba. Yani wewe Muislamu au wewe mja wake umuombe Allah katika swala yako hiyo, kwa sababu ni ibada adhim, ibada iliyokuwa kubwa ambayo mja anajikurubisha kwayo kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Na tufahamu kuna hadithi tu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid,
mja anakuwa karibu mno na Allah kwa Allah subhanahu wa ta'ala pindi anapokuwa amesujudu. Fa akthiru bid-du'a, basi kithirishini kuomba dua Allah pindi ninapokuwa katika hali ya nini, ya kusujudu. Imesuniwa kuomba dua nyingi pindi mtu anapokuwa amesujudu. Lakini pia hii swala ni nuru. Hadithi sahihi inasema as-salatu nurun, swala ni nuru. Nini maana ya nuru? Nuru maana yake inakung'arishia wewe moyo wako, viungo vyako, na hata siku ya kiyama utakuwa umefunikwa na nuru. Kwa sababu gani? Ya vile ulivyokuwa ukiswali. Imekuja hadithi sahihi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wale ambao walikuwa wanatawadha zile a'dha, yani jawari al-wudhu au a'dha al-wudhu, vile viungo vya udhu vitakuwa viking'ara siku ya kiyama, na ule mng'ao wake ambao utakuwa unang'ara, wale ambao walikuwa hawatawadhi wala hawaswali duniani hawatofufuliwa na hali hiyo ya mng'ao, na athari ya sijida itathibitika kwa wale ambao walikuwa wanasali na wanasujudu. Kwa hivyo nuru hii ni duniani, kaburini, mpaka akhera. Nuru ya nini? Nuru ya kuswali swala tano. Akasema as-salatu sururun nufus almu'minin, swala ndiyo cheko au furaha kubwa ya waumini, wa qurratu a'yunihim, na ndiyo burudisho na tulizo la macho yao. Qala Nabii sallallahu alayhi wasallam, Mtume sama anasema ju'ilat qurratu aini fi salah, limejaliwa na limefanywa burudisho la macho yangu kuwepo katika swala. Sasa wewe Muislamu, jiulize, unavyoswali unajisikia burudani? Je, hal tastash'ir ar-raha wa tumanina was-surur am la? Ujiulize Muislamu, je, unahisi raha, furaha, burudani, kutulizana? Hadi kadhalika katika fadhail as-salah, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema as-salatu tumhi biha al-khataya wa tukaffiru as-sayyi'at. Qala Nabii sallallahu alayhi wasallam ara'aytum law anna nahran bibabin ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi shay'un? Qalu la yabqa min daranihi shay'un. Qala fakadhalika mithlu as-salawat al-khams yamhu Allahu bihinna al-khataya. Hii hadithi ni hadithi sahih ikielezea swala namna gani zile fadhila zinazopatikana kwa anayeswali na kuhifadhi hiyo swala. Mtume anatoa mfano ambao, picha ambayo iko wazi kabisa, yanadhihirisha uhakika wa hili jambo. Anaambia masahaba zake, hivi mnaonaje, mbele ya nyumba mmoja wenu kwa kuna kijito au kuna kijisima, hicho kisima au huo mto akawa anaoga mtu kwa siku mara 5, je, mtu huyu atabakiwa na uchafu katika mwili wake? Kama kwa siku mtu anaoga mara 5, tunafahamu mtu akioga mara moja tu anasafishika na anakuwa safi. Je, mara 5? Je, maana ametilia mkazo na kutilia mkazo zaidi na zaidi, kaoga mara 5. Allahu akbar! Mtu huyo hatabakiwa na uchafu. Walipomjibu maswahaba swali hili, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipouliza akisema, basi ndivyo hivyo mfano wa swala 5. Fakadhalika mithlu as-salawat al-khams yamhu Allahu bihinna al-khataya, Allah anafuta makosa na madhambi yale ambayo yasiyokuwa madhambi makubwa. Madhambi as-saghair yanasamehewa, yale madhambi madogo. Ama ile makubwa lazima toba maalum, ambayo toba imeshikamana na yale masharti 4 kama ambavyo wanaelezea wanawachuoni. Lakini kuna fadhila za mtu kudumisha au kudumu kuswali swala ya jamaa msikitini. Ani ibn Umar ani Nabii sallallahu alayhi wasallam qala salatul jamaa tafdhul min salati al-faddi bi
20 daraja. Swala ya jamaa, yani kuswali msikitini pamoja na jamaa, na hapa zinaingia swala za faradhi zote, fajr, dhuhur, asr, maghrib na isha. Hizi swala za jamaa zina daraja kubwa zaidi kuliko mtu kuswali peke yake au kuswali nyumbani kwake kwa daraja 27. Maana yake ambaye kaswali jamaa anapata daraja 27, na yawezekana ikawa zaidi ya hizo 20 na ngapi? 27. Na kwa yule ambaye anataraji kukutana na Allah siku ya kiyama, hali ya kuwa ni Muislamu na hali ya kuwa ni mwenye kutaka anahitaji kuridhiwa na Allah Subhanahu wa ta'ala, basi azihifadhi hizi swala 5. Kutoka kwa Ibn Mas'ud anasema, man sarrahu an yalqa Allah ghadan musliman falyuhafidh ala haula'i salawati haythu yunadi bihin fa inna Allah ta'ala shar'a li nabiyyikum sunanal huda wa innahunna min sunanil huda. Kwa maana hii swala 5 ni katika sunna za uongofu, yani mtu kudumisha swala 5 msikitini ni miongoni mwa mienendo ya uongofu. Kwa hivyo wewe ambaye unatarajia na unatamani kukutana na Allah Subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, hali ya kuwa ni Muislamu, basi jitahidi kuzihifadhi hizi swala 5. Wa ila huna naktafi bihadha alqadr. Nasallallahu salama wal afiya wa khairul kalami ma qalla wa dalla. Bora ya maneno ni yale machache kisha akawa yenye kueleweka, kwa kuwa tumeshaelewa fadhila za kuswali, lakini kadhalika tumejua namna gani Muislamu akizihifadhi swala 5 ni sababu ya kukutana na Allah na ni sababu pia ya kuridhiwa na Allah. Basi juu ya kila Muislamu kuzihifadhi hizi swala, wake kwa waume na wanaume wajitahidi kuswalia msikitini, kwa sababu ndio kuna fadhila kubwa zaidi. Tunamwomba Allah atupe tawfiki katika haya ambayo tumeyazungumza, na ajalie yaingie katika mizani ya mema yetu siku ya kiyama. Innahu waliyyu ala dhalika wal qadiru alayhi. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.